asante. Tell God that thank you. Asante kwa ajili ya wiki mbili hizi. Thank you for these 2 weeks ambazo umekuwa pamoja nasi that you have been together with us katika kufunga na kuomba. in prayer and fasting. Tunakushukuru Baba yetu. We thank God. Asante kwa ajili ya siku ya kwanza. Thank you for the first day. Asante kwa ajili ya siku ya pili. For the second day. Asante kwa ajili ya siku ya tatu. Thank you for the third day. Asante kwa ajili ya siku ya nne. Thank you for the fourth day. Asante kwa ajili ya siku ya tano. Thank you for the fifth day. Asante kwa ajili ya siku ya sita. Thank you for the sixth day. Asante kwa ajili ya siku ya Thank you for saba. the seventh day. Asante kwa ajili ya siku ya Thank you nane. for the eighth day. Asante kwa ajili ya siku ya Thank you tisa. for the ninth day. Asante kwa ajili ya siku ya Thank you for kumi. the 10th day. Asante kwa ajili ya siku ya kumi na Thank you moja. for the 11th day. Asante kwa ajili ya siku ya kumi na Thank you mbili. for the 12th day. Asante kwa ajili ya siku ya kumi na tatu. 13th day. Baba, tunakushukuru. Father, we thank you. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Thank you for this day. Wewe ni baba yetu. You are our Father. Wewe ni mwema kwetu. You are good to us. Tumekuona We Bwana. have seen you, God. Umetutia nguvu. You have encouraged us. Umetuwezesha. You have encouraged us. Umesimama pamoja nasi. You have stand still with us. Umejidhihirisha kwetu You Bwana. have manifested yourself. Umejibu kila tulichopazia sauti. Answered our prayers. Hakuna aliye kama wewe. Nobody is like you. Wewe ni kila kitu. You are everything. Wewe ni mtakatifu. You are holy. Wewe ni Bwana. You are God. Wewe ni mweza. You are able. Baba, kipindi chote With this, umetulinda, you have protected us. umetupigania, You have fought us. umejidhibitisha, You have manifested us. umetulinda, You have protected us. umeonekana Bwana. You have seen us. Asante Bwana. Thank you, Father. Hakuna aliye kama wewe. Nobody is like you. Wewe ni wa thamani. You are with me. Hakika wewe ni baba yetu. You are our Father. Baba, tunakushukuru Father, we thank you. katika jina la Yesu. In the mighty name of Majira Jesus. haya tena In this hour, Baba, tunajikabidhi kwako. we're handing over to you. Tunaomba useme nasi, Father, speak to us. tupe neno la wakati, Give us the right gusa word. mioyo yetu Bwana. Touch our hearts. Tunaomba tusiondoke bila matokeo, We don't want to go without tusiondoke results. bila udhihirisho. We don't want to go without Tunaomba manifestation. ujidhihirishe Bwana. Manifest yourself to us. Tunakuamini Bwana, We believe you, ndio God. maana tumekusanyika mbele That's zako. why we're gathered together. Tumelitii neno lako, We have obeyed your maana way. ulisema nasi Because you have spoken to us. tusikose katika kusanyika, God, we should not only do the right. nasi tumetii neno lako. So we have obeyed your way. Tumekusanyika mahali hapa, We've gathered together here. tunaomba utuhudumie Bwana. Father, help us. Tengeneza mioyo yetu, Create our hearts. fungua mioyo yetu, Open our hearts. ondoa kila uzito Remove every heart kupitia wewe, through you, God. Roho Mtakatifu. The Holy Spirit. Tunaomba jidhibitishe Manifest yourself ndani ya neno lako in your ways. katika jina la In Yesu. the mighty name of Jesus. Baba, tunajikabidhi kwako, Father, we hand over to you. tunakabidhi anga na mahali hapa, Prophet, this atmosphere, tunakabidhi moyo wa kila mmoja, the heart of everybody, tunakabidhi sikio la kila mmoja. the eye of everybody. Baba, utawale wewe, Father, control. sauti yako ndio ipenye The voice must na penetrate iwe na udhihirisho. and must be manifested. Asante Baba yetu, Thank you, our Father. asante kwa kila kitu. Thank you for everything. Pokea sifa na utukufu Receive and glory. katika jina la In Yesu. the mighty name of Jesus. Sema amen kama tuko Say pamoja. amen. Shangilie Bwana. Mgeukie jirani yako wa kulia na wa kushoto. Tell your neighbor left and right. Mwambie jirani, umependeza sana. My neighbor, you look smart. Yaani umependeza sana. You look so attractive. Tunakukaribisha kwenye ibada nzuri. Welcome to this service. Tunakukaribisha sana. Welcome to this service. Karibu sana. Welcome. Mungu akubariki. God bless you. Mungu akubariki sana. Hallelujah. Shangilie Bwana tena kwa makofi kwa ajili yako pia. And we glorify God for you. Ndani ya wiki nzima Within the whole week, Mungu amekuwa mwaminifu kwako. God has been faithful to you. Amesikia kila ulichompazia He sauti. has heard your prayer. Amejidhibitisha, He has manifested himself. ameonekana, He has shown yourself amekutia nguvu and he has encouraged you katika kipindi hiki. within this time. Haleluya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tunaangalia We are looking at kufunga, prayer, kufunga na kuomba prayer and fasting. ni lazima. It's a must. Kuomba na kufunga ni lazima, Prayer and fasting is a must. sio mpaka ukijisikia. Not just to feel yourself. Hii ni lazima. It's a must. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Wengi wajui kama ni lazima, A lot of people, they don't know that it's a must. wanaona labda ni kujisikia tu, They thought maybe it's just to feel yourself. au wanaona ni kitu cha kawaida. And maybe they feel it's just a mere thing. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. But I want to tell you one thing. Kama Yesu mwenyewe If Jesus himself, alisema kwa kinywa chake, he said by using his mouth, mambo mengine hayawezekani, some of the things is impossible, lakini mengine hayatoki and other things cannot come out, ila kwa kusali na kufunga. but through prayer and fasting. Maana yake kufunga ni lazima, Because it means that fasting is a must. sio mpaka ukijisikia.
not just to fill yourself. Na hata ukiangalia ile Luka 4, even when you go to Luke chapter 4, yeye mwenyewe alianza safari ya maisha yake himself, he started his journey of life kwa kufunga na kuomba, through prayer and fasting. Kwa hiyo kufunga na kuomba, so prayer and fasting, sio tu ukijisikia, not just to fill yourself, sio tu ukijisikia, not just to fill, ni lazima, it's a must. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hiyo ni lazima kabisa. It's a must. Hauwezi kuchukua chochote kutoka mbinguni, you cannot get anything from heaven bila kufunga na kuomba. without prayer and fasting. Kufunga na kuomba, prayer and fasting, ni kuadhibu mwili wako, is to sacrifice your body, ni kutoa kama dhabihu, is to sacrifice your body, ni kutiisha mwili wako, is to control your body. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa ajili ya Bwana, because of the Lord, unautiisha huo mwili, you control your body. Ukiangalia ile Luka 4, when you go to Luke chapter 4, angalia Yesu mwenyewe, see what Jesus did. Anasema kuanzia ule mstari wa kwanza na wa pili. Luke chapter 4 verse 1 and 2. Anasema na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu, and Jesus was full of the Holy Spirit. Alirudi kutoka Yerusalemu, Jordan. He came back from Jordan. Akaongozwa na Roho. He was led by the Holy Spirit muda wa siku 40 nyikani, for 40 days in the desert. Na mstari wa pili, verse 2, akijaribiwa na Ibilisi, being tempted, na siku hizo alikuwa hali kitu, and in those days he ate nothing. Hata zilipotimia aliona njaa, and afterward when they had ended he was hungry. Mstari wa 3 unasema, verse 3 says, Ibilisi akamwambia, and the devil said to him, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, if you are the son of God, liambie jiwe hili, command this stone liwe mkate, to become bread, liwe mkate, to become bread, liwe mkate, to become bread. Hallelujah, hallelujah. Maana aliwadhibu mwili. It means he controlled his body. Aliutiisha. He controlled his body. Akawambia mwili, he told the body, hautaruhusiwa kula, you are not allowed to eat katika kipindi cha siku 40. in these 40 days. Ibilisi akajaribu kumshawishi. The devil tried to convince him. Mstari wa 4 akajibu. Verse 4, he answered. Yesu akajibu akamwambia, Jesus said, imeandikwa, it is written, ya kwamba mtu that a man hataishi kwa mkate tu. will not live by bread only. Mwambie jirani yako, hautaishi kwa kula tu. You will not live by bread only. Unapaswa kuishi kwa neno, but through the word of God. Kwa sasa ipokea neema kuwa na neno katika jina la Yesu. Receive that grace in the name of Jesus. Kwa hiyo kufunga na kuomba, so to pray and fast, ni kufanya mwili wako kama dhabihu, is to sacrifice your body. Unautoa huo mwili, you sacrifice your body kwa ajili ya Bwana, due to God. Hallelujah, hallelujah. Kwa ajili ya Bwana pekee, due to God only. Ukiangalia Warumi 12, when you go to Roman chapter 12, angalia Warumi 12, Roman chapter 12, Warumi 12, Roman chapter 12. Kila mmoja pokea neema kufunga na kuomba katika jina la Yesu. Everybody receive that grace of prayer and fasting in the name of Jesus. Mstari ule wa kwanza, verse 1, Warumi 12, Roman chapter 12, mstari ule wa kwanza, verse 1. Asema basi ndugu zangu, I beseech you therefore brethren, na wasihi I beseech you kwa huruma zake Mungu, by the mercies of God, asema itoeni miili yenu, that you present your bodies iwe dhabihu iliyo hai, as a living sacrifice, takatifu, holy, ya kumpendeza Mungu, acceptable to God. Asema ndio ibada yenu yenye maana, which is your responsible and reasonable service. Hiyo ndio ibada yenye maana. That is a reasonable service. Kutoa mwili kama dhabihu. To sacrifice your body. Kutoa kama dhabihu. To sacrifice your body. Kwa kufunga na kuomba. Through prayer and fasting. Asema hiyo ndio ibada yenye maana. That is a reasonable service. Sio kila wakati unakula tu. Not every day you eat food, no. Hello. Mwambie jirani yako, sio kila wakati unakula. Tell your neighbor that not every time you eat it. No. Kila wakati unakula. Every time you eat. Ndani ya mwanzo wa mwaka. This is the beginning of the year. Kwenye hizi siku 40. In these 40 days. Huo mwili hautakuendesha wewe. Your body will not control you. Huo mwili hautakuendesha wewe. Your body will not control you. Pokea neema wewe kuendesha katika jina la Yesu. Receive that grace to control your body. Naomba nikwambie kitu kimoja. Let me tell you one thing. Usipoweza kuendesha huo mwili, if you cannot control your body, ukaambia wewe mwili sikia, and tell your body listen, wewe mwili hauruhusiwi kula,
You are not allowed to eat. Hauruhusi kula chote. You are not allowed to eat. Hauruhusi kula chote. You are not allowed to eat anything. Na huo mwili ukakutii. And your body will obey you. Au kaacha kutii. And it cannot obey you. Ukiona huo mwili hauwezi kutii. And if you see your body cannot obey you. Ukakuendesha ili ule. And it controls you so that you must eat. Kamwe hautaweza kudhibiti kwa matendo yote ya mwili. You cannot control it. Hauwezi kuzuia. You cannot control your body. Huo mwili wenyewe utakuendesha. Your body will control you. Kwanza unapokea neema ya kuendelea kuutiisha huo mwili katika jina la Yesu. Starting from today, receive that grace of controlling your body. Aliyetayari kufunga sema amen. Those who are ready to pray fast, mwingine anaanza leo sema amen. And somebody who has started today say amen. Unajua kuna mwingine anasema, you know, somebody can say, zikibaki zile wiki mbili zile, after remaining 2 weeks of prayer, naanza kufunga. So I will start there from there. Wengine wameanza kujibiwa juzi. Some people have already started to be answered. Wiki ya kwanza tu, the first week, wameshaanza kujibiwa. Has already started to be answered. Ina maana wao wameshaanza kuchukua. It means they have already started to carry it. Sehemu ya baraka zao. Part of their blessings. Sehemu ya mafanikio yao. Part of their success. Sehemu ya kuinuliwa kwao. Part of their prosperity. Mwambie jirani yako unachelewa. Tell your neighbor that you are late. Inawezekana mbingu imeanza kutoa. It can happen that the heaven has already given us ndani ya wiki ya pili iliyopita, within the second week which has already hii ambayo tumemaliza, which has already ended. Wanasema tafunga wiki ya mwisho. So you say I will start for the last week. Unajua unajidanganya wakati mwingine. So you are deceiving yourself. Unasema unajua, you say you know, alianza asubuhi, those who have started in the morning na walioanza jioni, and those who started in the evening, wote huwa wanalipwa ujira sawa. It means they will receive the same wages. Lakini inategemea, it is according to hatima yako, sio hatima yangu. Your destiny is not my destiny. Kila Mungu alichokusudia kufanya kwako sio kile alichokusudia kufanya kwako. Whatever God has purposed to you is not what God has purposed to do to me. Inapokuja kwa swala la kufunga, when it comes into prayer and fasting, tiisha huo mwili wako. Control your body. Kuanzia leo pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Receive that grace in the name of Jesus. Nimesema Zaburi ile ya 109. I'm talking about Psalms chapter 109 mstari wa 24. Verse 24. Mstari wa 24. Verse 24. Zaburi ya 109. Psalms 109. Mstari wa 24. Verse 24. Asema magoti yangu yamedhoofu kwa kufunga. My knees are weak. Kwa kufunga. Through prayer and fasting. Kwa kufunga. Through prayer and fasting. Asema mwili wangu. My body. Umekonda. It is a thing kwa kukosa mafuta, because it's lacking of oil. Kwa hiyo kufunga, so to pray and fast, ni kutiisha huo mwili, is to control your body. Mwambie jirani yako ni kutiisha mwili. Your neighbor is to control your body. Kuna mwingine anakuambia eti nimefunga. Somebody can say I've fasted. Unajua nimefunga kusafiri. You know I've fasted to travel. Yaani umefunga kusafiri tu. Are you sure you are fasted to travel? Mwingine anasema nimefunga. Somebody can say I've fasted. Nimefunga tu kunywa soda. I've just fasted to drink soda. Mwingine nimefunga. Somebody can say I've fasted. Angalia ukiangalia hapa ni kutiisha huo mwili. Here we're talking about controlling your body. Ndio Biblia inasema. That the Bible says. Ndio neno Mungu linasema. That's what the word of God says. Asema magoti yangu. That's my knee. Yamedhoofu kwa kufunga na kuomba. Weak through prayer and fasting. Anasema na mwili wangu. And my body. Umekonda. It's a thing kwa kukosa mafuta, because of lack of oil. Kwa hiyo kufunga, so prayer and fasting, ni kuhusisha mwili wako, is to control your body. Ni kuhusisha mwili wako, is to touch your body. Mwambie jirani yako kufunga, to pray and fast, ni kuhusisha huo mwili, is to concern your body. Mwambie huo mwili unatakiwa uhusishe huo mwili. You must concern your body. Unawaambia wewe mwili, you tell your body, my body, hiki kipindi sio chakula. This one is not time for eating. Hello. Hili kipindi sio chakula. It's not the time for eating. Ni kipindi cha kutiisha mwili. It's time for controlling the body. Roho ya kufunga inaanza kufanya kazi kwako katika jina la Yesu. The spirit of prayer and fasting is working in you in the name of Jesus. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Receive that grace in the name of Jesus. Ukiangalia Zaburi ya 35 mstari wa 13. When you go to Psalms chapter 33 verse 15. 35 mstari ule wa 13. Zaburi. Psalms chapter 35 verse 13. Biblia inasema nini? The Bible says. Anasema bali mimi walipougua wao. When they were sick. Nguo yangu ilikuwa gunia. My cloth was a sackcloth. Nalijitesa nafsi yangu kwa kufunga.
And I troubled my soul through prayer and fasting. Nalijitesa nafsi yangu kwa kufunga. I troubled my soul through prayer and fasting. Maombi yangu yakarejea kifuani kwangu. And my prayer came to my heart. Nalijitesa nafsi yangu. I troubled my soul kwa kufunga through prayer and fasting. Nafsi nakwambia. Your soul tells you, umeona kuku? Have you seen chicken? Unasema wow. Say oh wow. Lakini sio wakati wake. But it's not the time to eat. Si unanielewa ninachosema? Are you getting me what I'm talking about? Nafsi inasema, the soul says, umeona chipsi? Have you seen chips? Unaambia wow. You say wow. Sio muda wake. It's not the time to eat. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Yesu. That is what happened to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Yesu. That's how. Kuanzia leo pokea neema kufunga na kuomba katika jina la Yesu. Receive that grace in the name of Jesus. Na utaka kuangalia mwingine aliyetiisha huo mwili. If you want to see somebody who controlled his body. Angalia Musa. Go to Moses. Angalia Kumbukumbu ya Torati 9. Go to Deuteronomy. Kumbukumbu ya Torati 9. Deuteronomy chapter 9. Mstari ule wa 18. Verse 18. Mstari ule wa 18. Verse 18. Angalia maandiko yanasema nini? Kumbukumbu ya Torati 9 mstari wa 18. Deuteronomy chapter 9 verse 18. Asema nikaanguka chini mbele za Bwana. I bowed down to God. Siku 40. In 40 days. Usiku na mchana. Day and night. Kama pale kwanza. Like at the beginning. Sikula chakula wala kunywa maji. I did not eat even to drink. Kwa sababu ya makosa yenu yote. Because of your sins. Mliokosa. Which you have done. Kwa kufanya yaliyo maovu. To do the evil one. Machoni pa Bwana. Before the eyes of God. Na kumkasirisha. And to make him anger. Hakula wala kunywa. He did not eat neither drink. Hakula wala kunywa. He did not drink nor eat. Na hiyo ilikuwa usiku na mchana. It was day and night. Ndani ya siku 40. Within 40 days. Hello. Nikiangalia maandiko asilimia kubwa, when I look into the scriptures, wengi waliofunga mfungo wa siku 40. A lot of people who fasted for 40 days, walifunga kula na kunywa. They fasted for eating and drinking. Usiku na mchana. Day and night. Masaa 24. 24 hours. Hello. Kufunga inaanza kuwa sehemu ya maisha yako katika jina la Yesu. Pray and fast is part your life in the name of Jesus. Sema amen aliye tayari kufunga. Say amen. Pokea neema kutisha huo mwili katika jina la Yesu. Receive that grace of controlling your body in the name of Jesus. Tisha huo mwili. Control your body. Mwambie Mungu mwili na utoa sadaka. Tell God that I'm sacrificing this body. Ndani ya siku 40. Within these 40 days. Kwani chakula ni nini? What is food by the way? Kwa ajili ya tumbo tu. Is it due to stomach? Ni kwa ajili ya tumbo. Is it due to the stomach? Mwambie jirani yako ni kwa ajili ya tumbo. Tell your neighbor it's due to the stomach. Yaani ukila chakula ni kwa ajili ya tumbo. When you eat food it's due to the stomach. Hamna kinachobadilisha. Nothing can change. Roho ya kufunga inaingia kwako katika jina la Yesu. Spirit of prayer and fasting is coming to you in the name of Jesus. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Receive that grace in the name of Jesus. Lakini sio tu ni amri kufunga na kuomba. Not only that is the command to pray and fast. Sio lazima tu. It's not a must. Lakini kuna faida zilizoko ndani. But there are some advantages. Lazima ujue hizo faida zilizoko ndani. You must know those advantages. Unajua kuna mwingine anafunga lakini hajui faida yake. You know somebody can pray and fast but you don't know the advantages. Hajui faida yoyote. He doesn't know any advantages. Ndio maana asikii msukumo wa kufunga. That's why he cannot be pushed to be pray and fast. Wala hata ukimwambia habari ya kufunga wala hajisikii. Even consent about to pray and fast. Kwa sababu hajui faida iliyoko ndani. Because he doesn't know the advantage. Faida ya kwanza kufunga na kuomba. The first advantage of prayer and fasting is kwa ajili ya kufanya njia iliyonyooka, is to make the straight way. Njia iliyonyooka 2022. Is a straight way in 2022. Lazima ufunge na kuomba. You need to pray and fast. Hello. Njia zina majitu. Roads has got a lot of things. Majitu yapo. There's ups and downs. Sio kwamba hayapo. They are there.
Wakati wana wa Israeli wanaenda Kanani, when the children of Israel were going to Canaan, waliwaambia kabisa, they were being told, huko kuna majitu, that where you are going. Na ndio maana Musa alianza kufunga na kuomba mapema. That's why Moses started to pray and fast. Sio alianza katikati ya safari. Not when they were traveling, no. Kabla alianza kufunga na kuomba. Before they start their journey. Unapoenda kwenye safari, when you are going to the journey to travel, usiombe katikati ya safari. You don't pray when you are traveling. Anza kuomba kabla ya safari. You start to pray before you start your journey. Kwa kutengeneza njia yako. So that you should make your way. Ndio maana hata Yesu ukiangalia. That's why Jesus, if you look kwenye ile Luka 4. When you go to Luke chapter 4. Kabla ya kwanza safari yake ya Injili. Before he started his journey of preaching. The Holy Spirit alimuongoza kufunga na kuomba. He leads him into prayer and fasting. Ndani ya siku 40. Within 40 days. Kuanzia leo. Starting from today. Pokea neema kufunga na kuomba katika jina la Yesu. Prayer and fasting in the name of Jesus. Sasa wewe unataka uanze safari. So you want to start the journey. Ndani ya mwaka huu. Within this year. Majitu wamekaa njiani. And the ups and downs are there. Majitu ya kila namna. Every ups and downs there. Afu nataka uende bila kuomba. And you want to go without prayer. Uende bila kufunga na kuomba. You want to go without prayer and fasting. Ili uweze kupata njia iliyonyooka. So that you should have a straight way. Ili majaribu uweze kuyashinda. So that you should win those struggles. Ili ibilisi aje apige magoti mbele yako. So that the devil must kneel down before you. Lazima uwe tayari kufunga na kuomba. You must be ready to pray and fast. Hapo nielewa ninachosema. You need to understand what I'm talking about. Hapo ofisini kwako majitu yapo. Even in your office you have those. Kwenye biashara majitu yapo. In your business you have those. Kila mahali majitu yapo. You have those people. Nchi imejaa maziwa na asali. The country has got honey and milk. Lakini hao adui wapo. But the enemies were there. Hebu angalia Ezra. Ezra 8. Go to Ezra chapter 8. Angalia Ezra 8. Go to Ezra chapter 8. Kuanzia leo roho ya kufunga inaanza kufanya kazi kwa katika jina la Yesu. They receive that grace of prayer. Aliyekuwa anaanza leo sema amina. Those who are ready. Angalia Ezra 8 mstari wa 21. Go to Ezra chapter 8 verse 21. Anasema nini? What is he saying? Anasema ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto wa Ava. Is when I started to pray and fast in the river of Ava. Ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu. So that we should be humble ourselves before the Lord. Na kutafuta kwake njia iliyonyooka. And to find the straight way. Kutafuta njia iliyofanya nini? To find the straight way. Wangapi hawajui au wanahitaji kutafuta njia iliyonyooka? How many they want a straight way this year? Muulize jirani yako, unataka njia iliyonyooka mwaka huu? Don't want a straight way this year? Njia iliyonyooka. A straight way. Hallelujah. Hallelujah. Asema kwa ajili yetu sisi wenyewe. Due to because of us ourselves. Na kwa ajili ya watoto wetu. And to our children also. Na kwa ajili ya mali yetu yote. To our wealth also. Na mwambie jirani yako, sio kwa ajili yako peke yako. Not to only you. Kwa ajili ya watoto wako. Because of your children. Na kwa ajili ya mali zako. Because of your wealth. Mimi najua una mali ndio. I know you have wealth. Inawezekana hujaangalia. Maybe you have not seen it. Lakini una mali. But you have wealth. Hizo mali lazima ziwe salama. So the wealth must be well protected. Watoto wako lazima wawe salama. The children must be well protected. Ili wawe salama mwaka huu. They must be safe in this. Ili wapite njia iliyonyooka. They must walk in the straight path. Lazima ukubali kufunga. You must be able to pray and fast. Lazima ukubali kufunga. You must agree to pray and fast. Roho ya kufunga inaingia kwako katika jina la Yesu. Fasting is coming to you in the name of Jesus. Hawawi salama kwa sababu ya madaktari bingwa. They cannot be safe due to the doctors. Hawawi salama kwa sababu ya chakula tu wanachokula kizuri. Be safe because of the food that. Lakini wanakuwa salama pale unapomwambia Mungu atembee pamoja na wao mwaka huu. Be safe because you tell God that God must work together with you in this. Hello. Mali zako zinakuwa salama. Your wealth will be safe. Sio kwa sababu ya walinzi unaowaweka. Not because of the security guard which you have. Sio kwa ajili ya wafanyakazi wazuri ulionao. Not because of the workers which you have. Lakini pale unapomwambia Mungu, is when you tell God, ndani ya mwaka huu, that within this year, simama pamoja na mali zangu. Together with my kila nilicho nacho, whatsoever you have, ninakukabidhi wewe. I'm handing over to you. Kila nilicho nacho, whatsoever you have, mwaka huu, in this year, utembee pamoja nacho. Walk together with me. Usikiache nyuma. Don't leave it behind. Hello. Ndivyo alivyofanya. That's what he did. Angalia ule mstari wa 22. Go to verse 22. Maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari wapanda farasi. Because I saw this one to ask the king of the army. Aliona haya. He saw this. Anasema ili kutusaidia juu ya adui njiani. So that to help us against our enemies. Kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme. Because we talked to the king. Tukinena.
We say mkono wa Mungu juu ya watu wote wamtafutao kuwatendea mema. The hand of God is upon those people who are looking for him to do good things. Bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. But his ability and his anger is against those people who are leaving him. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mstari wa 23 Biblia inasema nini? Verse 23 what it says. Asa basi tukafunga. So we fast. Tukamsihi Mungu. We beseech God. Mungu wetu kwa ajili ya hayo. God because of those things. Naye akatakabari. And God answered us. Kila mmoja anayeomba ndani ya siku 40. Everybody who pray within this 40 days, maisha yako yatakuwa salama mwaka huu. Change your life will be safe. Watoto wako watakuwa salama mwaka huu. Children will be safe in this year. Mali zako zitakuwa salama mwaka huu. Safe in this year. Sema amen kama amen. Anasema Mungu akatakabari maombi yao. God answered their prayers. Angalia mstari wa 31. Go to verse 31. Angalia mstari wa 31. Go to verse 31. Baada ya Mungu takabari maombi yao, God answered their prayers. Anasema ndipo tukasafiri. So it's when they are traveling. Toka mto wa Haya. From the Mount of Fire. Siku ya 12 ya mwezi. The day of the 12th day. Wa kwanza of the first month. Ili kwenda Yerusalemu. So that to go to Jerusalem. Na mkono wa Mungu ulikuwa pamoja nasi. The hand of God was upon us. Akatuokoa. He redeemed us. Na mikono yao anasema na mkono wa adui. He redeemed us from the hands of enemies. Na mtu mwenye kuvizia njiani. And those who were hiding themselves. Mstari wa 32 anasema nini? Verse 32 says. Tukafika Yerusalemu. We reached Jerusalem. Tukakaa huko muda wa siku 3. We stayed there for 3 days. Kwanza sasa pokea neema hiyo katika jina la Yesu. From there receive that grace in the name. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. That grace in the name of Jesus. Kila mmoja mwaka huu everybody this year unaenda kuwa salama katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Unaenda kuwa salama katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Mwambie jirani yako ili upate njia iliyonyooka. So that you should get a straight way. Unatakiwa uwe mfungaji na kuomba. You must pray and fast. Usikwepe hii safari. Don't desert this. Usijizuie. Don't cross off this. Mwambie jirani yako. Tell your neighbor. Jirani sikia. Neighbor listen. Unataka usalama wa watoto wako? You want the safety of your children. Unataka usalama wa mali zako? You want safety of your wife. Unataka usalama wako mwenyewe? You want your safety. Usijizuie kufunga. Don't cross off to prayer and fast. Hello? Hello. Sio mnanielewa nachosema? Are you getting me what I'm talking about? Usitoke kufunga wala kuomba. Don't stop yourself to pray and fast. Ndio maana Farao alipojinua aliangamia. That's why when Pharaoh arose himself, kwa sababu yupo Musa aliyefunga na kuomba. Because Moses was there who prayed and fast. Hakuna Farao aliyesimama. No any Pharaoh who can stone. Hata Ogu alipojinua alikufa. Even those Ogu, when he stood himself, he died. Kila mfalme alisikia habari. Every king heard that news. Ujasiri uliyeyuka ndani yake. That the encouragement was written in this film. Kila mfalme alisikia habari. Every king heard that news. Wafalme wengine walianza kukiri na kusema, other kings around themselves, tumesikia habari yenu. They said, we have heard you. Tumesikia habari yenu. We have heard your news. Yaani hata hapa hatuna ujasiri wowote. Even now we are not courageous. Kuna magonjwa hatakuwa na ujasiri juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Kuna mauti hatakuwa na ujasiri ndani ya maisha yako katika jina la Yesu. Kuna hali hatakuwa na ujasiri ndani ya maisha yako katika jina la Yesu. Habari jirani yako usijizuie kufunga. Tell your neighbor, don't stop yourself to. Kwani kula ni nini? What is to eat? Hello. Hello. Baba anaposema hivyo ajue kama mimi nisipokula nasikia natetemeka. So my father doesn't know that if I cannot eat, I tremble myself. Unajua maadui walioko mbele? You know the enemies which are in front of you. Wanaweza kulazimisha kufunga. They can message to fast and pray. Wanaweza kulazimisha. They can tell you must fast and pray. Unasema nini ninachosema? You know what I'm talking about? Nenda kuuliza watu Muhimbili. Go to Muhimbili Hospital. Kuna maadui wamewalazimisha kufunga. There are enemies that have told them to pray fast. Wewe hawatakulazimisha kufunga katika jina la Yesu. They will not tell you to pray fast. Mtu anapelekewa chips anakuambia siwezi kula. Somebody can be given chips but say no, I cannot eat. Anapelekewa wali anaambia hapana pita au piti hapa. They say okay, rice I cannot swallow it. Anapelekewa maziwa anakuambia siwezi kunywa. I cannot drink milk. Anapelekewa juice anaambia siwezi kunywa. Given juice I cannot. Anaambia sasa kuletee nini? So what should we give you? Amelazimishwa kufunga. I have told to be fasting. Mwambie jirani yako unataka ulazimishwe kufunga? Tell your neighbor that you want to be told to be fast. Anza mapema. Start earlier. Mwambie jirani yako anza mapema. Tell your neighbor start earlier. Mwambie anza mapema. Tell your neighbor start earlier. Na sehemu nyingine ya pili, and the other part, the second advantage inaweza kusaidia
which can help you, ambao unaweza kuipata, which you can get it, unapofunga na kuomba. when you pray and fast, Unapofunga na kuomba, when you pray and fast, maangamizo yaliyokusudiwa mwaka huu, the destruction which was purposed, hawezi kukaribia, it will not come close to you, hawezi kuwa juu ya familia it will yako, not come upon your hawezi kuwa family, juu ya jamaa it will zako, not come to your, hawezi kuwa sehemu yoyote kwenye maisha it will yako. not come to any part of your Ili life. kukwepa maangamizo, So that to desert that kuwa destruction, tayari kufunga na kuomba. be ready to pray and fast. Halo, Hello. unajua ni maangamizo kiasi gani yaliyoandaliwa kwa sisi? Destruction which is prepared for you. Kiasi gani? Do you know how many there are there? Mwambie jirani yangu, unajua? Do you know it? Mimi nitaanza kufunga nikifika katikati ya mwaka. So you say, okay, I'll start to fast when I'll come to middle of the year. Unajua sasa hivi sijisikii vizuri. And now I'm not feeling okay. Mwambie jirani yako, huyo ni shetani anakudanganya. Tell your neighbor that it's the devil deceiving you. Ili aanze kutengenezea mazingira. So that he must create a certain situation. Ili akufungishe kwa lazima. So that he must tell you to fast. Kuanzia leo pokea neema kufunga na kuomba katika jina la Yesu. Receive that one in the name of Jesus. Sema amen aliye tayari kufunga. Say amen. Kama uko tayari sema amina. If you are ready, say amen. Kama uko tayari sema amina. If you are ready, say amen. Nataka nikwambie jirani. I want to tell you, my neighbor. Mwambie jirani yako, Tell sema your jirani yako. neighbor, I want to tell you one thing. Nataka nikwambie ukweli. Let me tell you the truth. Wewe ndio mwambie. My neighbor. Mwambie jirani yangu. My neighbor. Nataka nikwambie ukweli. I want to tell you the truth. Maangamizo, Destruction hayaokolewi na kula. is not redeemed by eating. Mwambie tena, maangamizo, Destruction hayaokolewi is not redeemed kwa kusema nitafunga siku nyingine. by our fasting another day. Ni kuwa tayari wakati huo. Is to be led in this hour. Angalia ile Yona 3. Go to Jonah chapter 3, mstari wa 4. verse 4. Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku moja. Jonah started to travel for a day. Akapaza sauti yake akasema, He raised up his voice and said, baada ya siku 40 after 40 days, Ninawi utaangamizwa. Ninai will be distracted. Baada ya siku 40 After 40 days, Ninawi utaangamizwa. Nineveh you will be distracted. Mstari wa 6. Verse 6. Habari ikamfikia mfalme News came to king wa Ninawi, of Nineveh. naye akaondoka katika kiti chake cha enzi. So he came out from that. Akavua vazi lake. He came out with. He removed his clothes. Akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. He put on the sackcloth and stay under the ashes. Mwambie jirani yako, Tell your neighbor, Bwana mzidi mfalme. are you more than a king? Mfalme amevua mavazi yake. A king put off his clothes. Unapovua mavazi, When you put off your clothes, unavua authority. you are putting off. Unavua mamlaka yako. You are putting off your authority. Kwa hiyo mfalme akaondoa mamlaka. So the king removed his authority. Akaona mamlaka yake haitafaa. He saw that his authority cannot be able. Akaona mamlaka yake haitafaa. His authority cannot be able. Alikuwa kwenye kiti. So he sat on the chair. Akasema kiti changu hakitaweza kunisaidia. Well, my chair will not help me. Hivi vitu vyote havitaweza All these kunisaidia. things will not help me. Kinachoweza kunisaidia ni What kimoja. can help me is one thing. Leo niwe tayari. Today I will be Niupishe huu mwili. I should control my body. Niache mambo ya kifalme. I should leave all these kingships. Nianze kufanya mambo ya kiroho. I should start to do things with Mfalme akaanza kufunga na kuomba. The king started to pray and fast. Akaanza kufunga na He kuomba. started to pray and fast. Na wewe unaenda kuanza kufunga na kuomba katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Sema amen kama tuko Say pamoja. amen. Usipoweka utawala wako pembeni If you will not put your authority beside na ukautiisha huo mwili, and to control your body, hautaweza kujiokoa. you cannot redeem yourself. Hautaweza kujiokoa. You cannot redeem yourself. Na kuambia ukweli I'm kabisa. telling you the truth. Nyinyi mnajua You know, wakati corona imekuja, when COVID-19 came, mfalme alitangaza. the king announced. Mfalme alitangaza. The king announced. Mfalme alitangaza. The king announced. Akasema kila mmoja kwa dini yake. Everybody, Ili kuweza kujiokoa na haya maangamizo. so that we must be. Kila mmoja afunge na kuomba. Everybody must pray and fast. Nami na nyumba yangu nitafunga. I and my household shall pray and fast. Alifunga mfalme wa nchi. The president fasted. Akaacha utawala. He left the authority Nyinyi beside. mnajua Do you know that? alienda kukaa kwao kijijini. He went to his home village. Akaenda kutiisha mwili. He went there to control his body. Baada ya muda, After some time, corona ilikuwa inaunguruma sehemu nyingine. COVID-19 was hovering somewhere.
Sio, unanielewa ninachosema? Are you getting me what I'm talking about? Maangamizo yalitoweka juu ya nchi. Destruction went away from the Canaan. Ninatangaza juu ya maisha yako leo, I announced in your life today, kila maangamizo hatakukaribia katika jina la Yesu. destruction will not come close to you. Sema amen kama uko pamoja. Amen. Acha mamlaka yako. Put your authority beside. Acha mamlaka yako. Put your authority beside. Pisha huo mwili. Control your body. Kama mwana wa Mungu, kama mwana wa Mungu, As a man of a son of God aliyetoka mbinguni, who came from heaven, mwenye uungu ndani yake, with Godship inside of him. aliacha ule ufalme, he stopped this. akautiisha mwili He wake controlled his body. kwa kufunga na kuomba. Prayer and fasting. Wewe ni nani? Who are you? Hello? Hello. Sio kama unanielewa. Are you getting me what I'm talking about? Hebu mwambie jirani yako, mwambie sio kama unaelewa. So neighbor, are you getting me what I'm talking about? Pisha huo mwili. Control your body. Pisha huo mwili. Control your body. Pisha huo mwili. Control your body. Acha kila kitu. Leave everything. Pisha. Control your body. Maangamizo hayatakujilia katika jina la Yesu. Destruction will not come to you in the name of Jesus. Hayatakujilia katika jina la Will Yesu. not come to you in the name of Jesus. Uliye tayari kuona huo udhihirisho, sema amen. Who is ready to see that manifestation? Uliye tayari kuona huo udhihirisho, Who sema is amen. ready to see that manifestation? Say amen. Pokea hiyo neema katika jina la Receive Yesu. that grace in the name of Jesus. Angalia mstari wa 9. Go to verse 9. Anasema, ni nani ajuaye kwamba Mungu hatageuka na kugaili na kuiacha hasira yake kali ili tusiangamizwe? Who knew that God will leave his anger and said that you not be distracted? Mstari ule wa 10. Verse 10. Mungu akaona matendo yao, God saw their deeds, ya kuwa wameiacha njia yao mbaya, that they have left their evil things. basi Mungu akagaili neno lile baya, So God cancelled that bad thing ambalo alilisema atalitenda, that he said he would do, asilitende. should not do it. Kila maangamizo makao hayatatimia kwako katika jina la Yesu. Must not come to you in the name of Jesus. Hayatatimia juu ya uzao wako katika jina la In Yesu. the name of Jesus. Hayatatimia juu ya maisha yako katika jina la In Yesu. the name of Jesus. Hayatatimia juu ya mali zako katika jina la Yesu. Your way in the name Sema of amen Jesus. kama tuko pamoja. Say amen. Ili kuondoa hayo maangamizo, So that to remove that usichoke distraction, kufunga, don't stop yourself for prayer and fasting. usikwepe kabisa. Don't stop yourself for prayer and fasting. Mimi nawaambia ukweli. I'm telling you the truth. Hello? Hello. Unajua pastor, weka mwili wako wako lazima uzoee, mwili wako ndio hivyo hivyo. So you know your body, pastor, you are get used to that. So Kwani mimi nilizaliwa hivi? do you think I was born like this? Niwaambia mwili, I taught the body wewe mwili kuanzia leo that my body starting from today, utanisikia mimi. you will listen to me. Sitakutii wewe mwili. I will not listen to you. Wewe utanisikia mimi. You will listen to me. Mwili unanisikia mimi. This body is listening to me. Na wewe mwili wako utaanza kusikia wewe katika jina la I will Yesu. start to listen to you in the name of Jesus. Sema amen kama uko. Say amen. Pokea huo udhihirisho katika jina la That Yesu. manifestation in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na sehemu ya mwisho, And the third advantage, angalia, kwa ajili ya kuondoa mabaya, is to remove bad things or evil things. kuna mabaya yameshaingia, The evil things which are there, kuna mabaya yameshaachiliwa, which are evil things which are found ili there, aweze kuondoka. so that it must go away from you. Usijizuie kufunga. Don't stop yourself for prayer and fasting. Kuna hali zimeshaingia, unazisikia. The situation you feel some bad situation. Inawezekana kwenye ndoa, It can happen to your marriage. inawezekana kwenye biashara, It can happen to your business. inawezekana kwenye kazi, It can happen to your work. inawezekana kwenye watoto, It can happen to your children. ili uweze kuziondoa, So that you must remove ili them. uweze kuziondoa, So that you must remove them. lazima uwe tayari kufunga. You must be ready to pray and fast. Sio, unanielewa ninachosema? Are you getting me what I'm